Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu leo ndio tunaanza kongamano letu hili la maombi, nataka nikueleze vitu vichache. Ni semina ambayo ndani yake kuna kongamano. Nataka nikueleze vitu vichache tuweze kuomba. Safi sana mama, wengine hawaandiki majina yao. Sasa acha tuombe hapa, akikisahau hapo atakitafuta asikione. Kwa namuona mama anaandika jina lake kwenye kitabu. Amefanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na vitu vichache hapa. Alafu nimesahau kitu kimoja. Kabla hatujaendelea mbele kidogo, tutakuwa na maombi watu wa Mungu. Tutakuwa na maombi. Na maombi ambayo tutakuwa nayo ni maombi juu ya kanisa. Nimemwona kiongozi wa idara ya uinjilisti na umisheni kanisa la KKT Nkuungu. Sasa nimevunja protocol, nafikiri angekutambulisha mama askofu. Kwa kuwa umesimama mama askofu, nimemwona tu hapa namfahamu. Kwa hiyo nisamehe, nimevunja protocol, nafikiri atakutambulisha baadaye. Nilikuwa sikutarajia kama nitakuona hapa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kuendelea mbele, tutakuwa na maombi kwa ajili ya kanisa. Funika macho yako mahali ulipo, sema Roho Mtakatifu. Tamka kwa sauti, Roho Mtakatifu, asante kwa neema yako, asante kwa uwepo wako. Jioni ya leo tuko mbele za uso wako, tunakuhitaji wewe upate kujidhihirisha tena katika uweza wa nguvu zako, katika jina la Yesu. Tuko tayari Bwana kuhudumiwa na wewe, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Asante Roho Mtakatifu, karibu tena Bwana kwenye fahamu zetu, kwenye nafsi zetu, upate kutuelewesha lugha yako unayoitumia kupitia neno lako, na uyaruhusu mapenzi yako kutimia tena jioni ya leo, kwa jina la Yesu. Amen. 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 Kama unaelewa, mpigie Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna lugha ya kihatima. Roho Mtakatifu huwa zungumzi kila mahali. Kuna lugha anaweza kuzungumza na wewe ukiwa nyumbani. Kuna lugha anaweza kuzungumza na wewe ukiwa umekaa mahali. Lakini kuna lugha huwa anazungumza, na hasa lugha ya kihatima, lugha ya kimwongozo, lugha ya kukupa direction, prophetic language, lugha ya kinabii. Huwa azungumzi kila mahali, azungumzagi kila mahali. Ndio maana unaposikia tulikuwa na semina, lakini tunapoendelea mbele ghafla tumebadilika, eti tunasema kongamano. Unajua ni kama kitu cha kushtukiza hivi. Kuna vitu Roho Mtakatifu huwa anaongea kisemina. Mkiwa kwenye semina anaongea kisemina, kuachilia maarifa ndani ya watu, kuachilia ufahamu, kujenga imani, kuhuisha maisha ya watu. Lakini kuna lugha yake ya kikongamano, ambayo unaposema hili ni kongamano, unapojiweka wakfu kwa maana ya kongamano, Roho Mtakatifu anaanza kuzungumza lugha ya kikongamano. Na saa hiyo, ili Roho Mtakatifu aseme, unisikilize mtu wa Mungu, kuna mkao. Ndio maana Yesu akasema waketisheni watu.
Kuna namna unakaa mbele yake ukiwa unatarajia jambo, kwamba kama hili ni kongamano, maana yake kuna kitu cha kikongamano anataka kukiachilia kwenye maisha yako. Na saa unapokaa namna hiyo, Roho Mtakatifu anaanza kuzungumza ndani yako. Kuna vitu atakuwa akisema hapa, unasema huyo ni mimi. Unasema hivi, nani kamsimulia mwalimu? Sio mwalimu, mwalimu hata hakujui wewe, lakini Roho Mtakatifu anakujua vizuri. Na ndio maana mtu anayefahamu siri hii akifika kwenye ibada ya namna hii, huwa anajiachilia mbele za Roho Mtakatifu. Hata kama ni mhudumu na hata kama ni waimbaji praise, najua sikuongea na ninyi, lakini kama mlikuwa mna praise hapa kama jana, mkifikiri leo ni seminar, leo ni kongamano, na ninaweza kujua ukisimama kwenye madhabahu watu wakiwa wamesifu na kuabudu, utajua wamesifu kisemina au kikongamano. Utajua, kwa sababu Mungu amenipa neema. Nafundisha kwenye semina, nafundisha na kwenye makongamano ya maombi na makongamano ya Roho Mtakatifu, kwa ninaweza kufahamu. Kwa niwatie moyo watu wa kusifu na kuabudu. Hata mtakapomaliza hapa kongamano hili jioni ya leo, fikra zenu zihame kwamba hili ni kongamano la maombi. Kwa kuna wingu linalotakiwa kutengenezwa, wingu la kimaombi. Narudia tena, mwingine hajanielewa, nasema hivi. Ndio maana kuna vitu ukiwa peke yako huwezi kusikia Roho Mtakatifu anasema, mpaka kukutanishe na aina fulani ya watu. Afu kuna aina fulani ya watu ukikutana nao namna hii, mnaweza mkaa mmekaa tu, afu nasikia Roho Mtakatifu akiongea na wewe. Wanaweza wakawa wanaongea kama vile wanapiga story, lakini ndani yako unamsikia Roho Mtakatifu akizungumza, kwamba hivyo hawa watu wamejuaje? Kumbe Roho Mtakatifu huwa anadai mazingira. Na unapozungumza swala la kongamano la maombi, ni kongamano lake. Kwa kabla tujaenda kuomba kwa ajili ya kanisa, nimeona nikupe mazingira hayo. Yani fikra zako zichange. Hatuko kwenye semina tena, tumeshahama. Sasa kile tulichojifunza kwenye semina utakiingiza kwenye kutendea kazi. Wale wanaojifunza kusoma neno la Mungu, ukisoma nyaraka za Paulo, utaona kuna maeneo mengine amefundisha kama doctrine, fundisho. Kwa mfano ukiangalia kama kitabu cha Warumi, ukianzia ile sura ya 1 ukija mpaka ile sura ya 9, ukaenda mpaka ile sura ya 10, 11, utaona alikuwa kule ni doctrine. Lakini ukianzia sura zile zilizobakia ni application. Application maana yake kile ulichojifunza, kifundisho limeongea nini, na kulitendea kazi hilo fundisho. Kwa tunapoingia kwenye kongamano la maombi, maana yake tunatendea kazi kile ambacho tumeanza kujifunza toka siku ya kwanza, juu ya nguvu, juu ya kujaa neema na uwezo. Sasa tunaposema maombi, maana yake nini? Maombi yana maana mbalimbali, au niseme yanaweza kuwa na maana zaidi hata ya 5 kutokana na muktadha. Muktadha maana yake kutokana na yanavyochukuliwa kwenye eneo husika. Kwa sababu maombi ukiyaleta kwenye spiritual warfare, kwenye vita ya kiroho, maombi ni silaha ya vita. Maombi ukiyaleta kwenye mahusiano ya Mungu na kanisa, ya Mungu
na Roho Mtakatifu. Kwa maana ya relationship, maombi ni mawasiliano. Umeanza kunielewa eh? Tazame jirani yako, unamwambia, unamuelewa mwalimu anachosema? Maombi ukiyaleta kwenye muktadha wa kimamlaka, maombi ni ufunguo. Ndio nimeshaanza kufundisha, unisikilize kwa makini. Narudia tena. Maombi kwenye muktadha wa vita ya kiroho, spiritual warfare, maombi ni silaha. Sasa usije ukabeba huu muktadha wa spiritual warfare ukasema ndio tafsiri ya maombi. Maombi kwenye muktadha wa spiritual warfare, yani vita ya kiroho, maombi ni silaha ya vita. Ndio maana kwenye kitabu cha Waefeso, fungua haraka, kitabu cha Waefeso ile sura ya 6. Fungua Waefeso sura ya 6. Waefeso sura ya 6. Angalia mstari wa 10 mpaka wa 11. Mstari wa 10 mpaka wa 10. Angalia mstari wa 10 mpaka wa 12. Amen. Mstari wa 10 mpaka wa 12, au twende mpaka wa 13. Andika mpaka wa 13. Alafu utaluka. Ukisoma mstari wa 10 mpaka wa 13, unaenda kusoma ule mstari wa 18. Mstari wa 10 mpaka wa 13, unaluka unasoma mstari wa 18. Angalia neno la Mungu linasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Ona mstari unaofuata, unasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Mstari unaofuata, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mstari unaofuata, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Ule mstari wa 11 anasema vaeni silaha. Mstari wa 13 anasema kwa sababu hiyo twaeni. Kwa sababu gani? Kwa sababu kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Falme na mamlaka, falme na mamlaka, falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa jeshi, juu ya wakuu wa giza hili, na juu ya majeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Maana yake ulimwengu sionekana kwa macho. Alafu mstari wa 13 unasema kwa sababu hiyo. Maana yake kwa sababu ya hiyo vita mnayoshindana, twaeni. Twaeni maana yake chukueni silaha. Twaeni silaha zote za Mungu, usichukue pungufu. Na ndio maana wale wanaojifunza spiritual warfare sifundishi hilo. Ningekuonyesha wakati fulani nilikuwa nafikiri mapepo yako Afrika tu na miungu na nini. Nilipokuwa ninasoma na kufuatilia, nikagundua kuna mapepo mengine yako Amerika, ukiyasikia unaweza ukasema hii.
spiritual warfare. Kwa sababu wale wanaojifunza somo la vita ya kiroho watagundua kuna silaha za kujilinda na kuna silaha za kushambulia. Ukijifunza vita ya kiroho, silaha za kujilinda na silaha za kushambulia. Sasa hapa anasema twaeni silaha zote, yani za kujilinda na kushambulia. Sasa moja ya silaha mojawapo ni mstari wa 18. Fungua mstari wa 18. Mstari wa 18 anasema kwa sala zote na maombi, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu. Kwa sala zote na maombi, sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, kila wakati katika roho, kila wakati katika roho. Anasema mkikesha kwa jambo hilo. Lile neno mkikesha pale sio kwamba hulali kabisa, macho yako yanaona tu. Anazungumza consciousness, unakuwa macho. Sasa kule kuwa macho, anazungumza ile hali ya kiroho. Ndio maana unakuta mtu mwingine anaweza akawa amelala lakini roho yake haijalala, inaomba, kwa sababu ana consciousness ndani yake. Mwingine anaweza akawa kazini au mama anaosha vyombo, lakini ndani ya moyo wake maombi yanaendelea. Roho yake inaomba pamoja na Roho Mtakatifu. Anafanya kitu kingine lakini ndani kuna maombi yanaendelea. Ndicho anachosema hapa, mkikesha. Sio kukaa tu umekaa ndani mpaka asubuhi unasema sasa nimekesha. Unaweza kukaa hivyo wala hujakesha. Ya unaweza kukaa macho lakini umejiacha macho lakini hujakesha. Anasema muwe macho. Na kuwa macho hakujengwi hivi hivi. Kuwa na ile consciousness ya kiroho. Ndio maana ukisikia mkesha kanisani kwenu, kimbilia haraka sana, kwa sababu kule kwenye mkesha, hata kama utakuwa unasinzia, lakini uko kwenye mkesha, mnafanya maombi, uko kwenye mkesha, unasinzia, umechoka, ulitoka kazini umechoka, unasinzia, lakini hali yako ya kiroho kuna namna inatengenezeka tofauti na aliyelala nyumbani. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa usiseme mimi siwezi kuomba, mimi siwezi kukesha. We njoo tu kaa kwenye viti, maombi yanaendelea. Yani ile mahali ulipo. Ndio maana saa nyingine nawaambiaga kwenye ibada za maombi, kwenye ibada za kanisani, usiwache watoto nyumbani. Usiwache watoto nyumbani, kwa sababu unaweza kusema hiki kitoto bado ni kichanga, akisikii. Wewe unaona akisikii kwa jinsi ya mwili, lakini kwa kuwa kinakaa mahali ambapo Roho Mtakatifu amefunika kwa wingu lake, Roho Mtakatifu anaongea nacho kwa lugha ambayo chenyewe kinaelewa. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kasome Biblia yako. Samueli alipochukuliwa akiwa mtoto, hakuwa analala chumbani, hakuwa analala ndani, alikuwa analala hekaluni. Yakawa ndio maisha yake ya kulala karibu na sanduku la agano, na akakulia kwenye uwepo wa Mungu. Siku moja kadiri anavyokuwa, akaja akasikia sauti ya Mungu. Unajuaje mtoto unavyozidi kumweka kwenye uwepo wa Mungu, unavyozidi kukikalisha madhabahuni, kinakutana na nguvu za Mungu, kinakutana na uwepo wa Mungu. Kuna siku kadiri kinavyozidi kukua, kitasikia sauti ya Mungu ikikiita. Amen, amen. Usiwache wakabaki wanaangalia movie na katuni. Sasa nitaka niseme nini? Hii ni silaha mojawapo. Ukisoma pale juu ametaja silaha nyingi. Kwa muktadha wa vita ya kiroho, sala na maombi ni silaha. Tena silaha yenye nguvu sana. Sala na maombi ni silaha yenye nguvu sana, kwa sababu hii silaha inafika popote ambapo wewe huwezi kufika. Inafika. Haleluya, watu wa Mungu. Ni silaha yenye nguvu. Na anasema mkidumu katika jambo hilo, kuwaombea watakatifu. Kuna saa unaposema naliombea kanisa, unafikiri nani anayeombewa? Ni wewe mwenyewe unajiombea, kwa sababu kanisa, wewe ni miongoni mwa hilo kanisa.
Kwa unapoombea kwa mzigo, unasema na waombea watakatifu, maana yake kwenye ulimwengu wa roho unatengeneza network, unajiungamanisha na watakatifu wote walioko duniani. Kwa wakati wao umekazana, Mungu na waombea watakatifu. Wengine wanapitia nyakati ngumu pale popote walipo, walioko Somalia, walioko Warabuni, walioko China, walioko wapi, walioko Tanzania. Watakatifu wako ninawaleta kwako Bwana, walinde, watunze, wapiganie, wavushe, wasikate tamaa, endelea kuwainua. Wewe unapoomba unafikiri unawafaidisha wao, kumbe kadri unavyowaombea na wewe unavutwa kuungana kwenye cheni yao. Kwa wao wakiwa wanaomba na wewe unakuwa miongoni mwao. Haleluya. Ndio ile unasikia watu wanashuhudia, anakuambia nilikuwa mahali fulani nikapigiwa na mtumishi mmoja kutoka nchi fulani, akasema nimeona Mungu ameniletea jina lako. You see? Mtu anashuhudia shuhuda kama hizo, anakuambia Mungu ameniletea jina lako na akaniletea na namba ya simu. Mimi niko taifa fulani, Mungu amenituma nikuongee na wewe, nikwambie usiogope. Kuna jambo lilikutokea miezi miwili iliyopita, ni jambo hili na hili na hili, lakini Mungu anasema yuko na wewe. Miezi inayokuja atafanya hiki na hiki na hiki. Niambie, kitu gani kinamfanya huyu mtu apigiwe simu kutoka mbali? Connection ya ulimwengu wa roho. Wakati anavyoendelea kuomba na kuomba, amejikuta amejiingiza kwenye network ya kiroho na watakatifu walioko duniani. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa maombi ni silaha, muktadha wa kwanza, kwa maana ya vita ya kiroho. Lakini kwa maana ya mahusiano, kwenye muktadha wa kimahusiano kati ya Mungu na wewe, maombi ni mawasiliano. Maombi manake ukiacha kuomba umesitisha mawasiliano. Maombi ni kuwasiliana na Mungu, ambako unakuwa na ajenda za kupeleka mbele za Mungu. Ndio maana kuna maeneo ukisoma kwenye Agano la Kale anasema njooni tusemezane, asema Bwana. Lile neno njooni tusemezane ni mwaliko wa kwenda kwenye maombi. Usemezane naye. Unasemezana naye wapi? Kwa njia ya maombi. Njooni tusemezane, asema Bwana. Tena mahali pengine anasema leteni hoja zenu zenye nini? Zenye nguvu. Kwa nini anataka hoja yenye nguvu? Na mahali pengine anasema unikumbushe. Ngoja nikuonyeshe. Fungua kitabu cha Isaya, kuonyeshe tuingie kwenye maombi leo. Fungua kitabu cha Isaya. Mwalimu, sasa inahusianeje na somo tunaloendelea nalo? Utaona sasa hivi. Sasa hivi tu utaona, utaelewa. Isaya sura ya 62. Isaya sura ya 62. Mstari wa 6 mpaka wa 7. Umewaona mstari wa 6 mpaka wa 7? Mstari wa 6 mpaka wa 7. Mstari wa 6 anaanza kwa kusema, nimeweka walinzi juu ya kuta zako, e Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya, mpaka atakapoufanya imara Yerusalemu na kuufanya kuwa sifa duniani. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, e Yerusalemu. Alafu anasema hawatanyamaza mchana wala usiku. Ameweka maana yake amewaposition. Sasa hapa anazungumzia Yerusalemu. Anaweza akaweka walinzi kwenye familia. Umewahi kujiuliza wewe uliyookoka, inawezekana wewe ndio ulitakiwa kuwa mlinzi kwenye familia yako. Na Mungu anachotaka usinyamaze usiku wala mchana, usinyamaze.
Na anaposema usinyamaze, anaongea lugha hii ya kinabii, lakini anazungumzia maombi. Anazungumza maombi. Alafu anasema na ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya. Je, Mungu anasahau? Hapana, huwa asahau. Kama Mungu asahau, kwa nini anasema tumkumbushe? Mungu asahau. Anachotafuta ni nini kwenye kusema tumkumbushe? Mahusiano ya kimazungumzo. Yule unayeongea naye unampa muda. Na hakuna wakati Mungu huwa anadai muda. Kwa kuna vitu anaweza akanyamaza, sio kwa sababu anashindwa kukusaidia, lakini anachodai ni muda. Anataka utoe muda wako wa kukaa na yeye. Unapokaa na yeye unamkumbusha nini? Alishakwambia jambo lakini bado halijatokea katika mwili. Unaanza kumwambia Mungu, kuna jambo uliniambia. Leo nilikuwa kanisani, nimemsikia mchungaji akihubiri na lile neno limeingia ndani yangu, nikajua unaongea na mimi. Nimepokea lile neno, lakini yale maisha ya lile neno siyaoni kwangu. Ninakukumbusha Bwana, kwa kuwa ni wewe umesema na mimi, nisaidie basi lile neno liwe harisi. Unaongea naye usiku, unaongea naye asubuhi. Unaongea naye usiku, unaongea naye asubuhi. Unaongea naye usiku, unaongea naye asubuhi. Unaongea naye ukiwa unatembea. Unamwambia Mungu, lile neno. Nimekuwa na muda, nimekaa nikatafakari, ninajua haya ni maisha yangu, nisaidie. Maana yake unapofanya hivyo kwa lugha ya Isaya, unamkumbusha Bwana. Haleluya, watu wa Mungu. Wangapi wamenielewa? Sasa hapa ni lugha ya kimahusiano. Ndio maana anasema mimi nimewaweka. Maana yake wanahusiana. Yeye ndiye aliyewaweka hapo. Mimi nimewaweka. Alafu anawakumbusha, anasema ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya mpaka atakapoufanya imara Yerusalemu na kuufanya kuwa sifa duniani, kitu cha kuheshimika duniani. Kumbe maombi yanaweza kuleta sifa kwenye maisha ya mtu. Ndio maana maombi ni muhimu. Unahitaji kujifunza kuomba, kwa sababu yatafanya maisha yako kuwa na heshima, kuwa na utukufu, kuwa sifa. Yanaweza kuifanya familia yako kuwa kitu cha kuheshimika. Kwa kadri unavyomkumbusha Bwana na kuomba, yanaweza kulifanya kanisa mahali unapoabudu kuwa mahali pa kuheshimika. Watu wote katika mji huu wakasema, mkitaka kumwona Mungu nendeni kanisa lile. Kwa nini? Kwa sababu kuna aina ya waombaji wamekaa pale, kazi yao ni kumkumbusha Mungu usiku na mchana. Wanataka mpaka waone hilo kanisa limekuwa sifa duniani, linamtukuza Mungu, Mungu anaonekana ndani yake. Muktadha wa kimahusiano. Wengine hawajaelewa. Angalia ule mstari wa kwanza na wa pili. Anasema, kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza, na wokovu wake kama taa iwakayo. Na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako. Nawe utaitwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Mstari wa tatu. Nawe utakuwa taji ya uzuri katika mkono wa Bwana, na kilemba cha kifalme mkononi mwa Mungu wako. Mstari wa nne. Hutaitwa tena aliyeachwa, yani aliyetelekezwa, asiye na msaada, asiyejua kwa kwenda. Anasema, wala nchi yako haitaitwa tena ukiwa. Anasema, bali utaitwa Hefseba, na nchi yako Beula, kwa kuwa Bwana anakufurahia na nchi yako itaolewa. Unaona lugha ya kimaombi. Unaweza ukawa umeokoka, anaposema mpaka nuru yake itakapotokeza. Jamani, ukisoma eneo linazungumza Sayuni au linazungumza Yerusalemu, linakuwakilisha wewe. Yerusalemu ni wa Bwana,
Sayuni ni wa Bwana. Na ndio maana mahali pengine anapozungumza Sayuni kwenye Agano la Kale au Yerusalemu, anawakilisha picha ya kanisa. Kanisa ni nani? Ni wewe uliyeokoka. Kwa anasema sitatulia mpaka haki yake itakapotokeza. Kumbe unaweza ukawa na haki lakini bado haijatokeza. Yaani una haki ya kuwa na afya njema, una haki ya kuwa na uzima, una haki ya kubarikiwa, una haki ya kuinuliwa, una haki ya kutembea na nguvu za Mungu, lakini haijatokeza. Anasema usinyamaze. Usinyamaze. Na saa nyingine unaweza kuwa umeokoka, lakini jina unalotembea nalo kwenye ulimwengu wa roho ni kama mtu mwenye laana, ni kama mtu mwenye vifungo, ni kama mtu ambaye yani mwenye dhambi, muovu. Utambulisho wako unakuwa mbaya. Lakini maombi yanaweza kufunua kile kilichofunikwa ambacho ni haki yako. Anaposema itatokeza, maana yake imefichwa, imezuiliwa, imefunikwa, lakini ni yako. Unaweza ukawa umeokoka lakini unaishi kama mtu aliyeachwa kabisa. Hata ukikaa peke yako unasema mimi nilishaachwa, Mungu hanioni, familia hainioni, ndugu zangu hawanioni. Mungu anachotaka, ukiona hali ya namna hiyo, usinungunike. Nenda mbele za Mungu kwa njia ya maombi. Mwambie Mungu, nitalia, nitaomba asubuhi, nitaomba mchana, mpaka haki yangu itokeze, mpaka haki yangu itokeze, mpaka haki yangu itokeze. Nitaomba, kama ni kulala kanisani nitalala, mpaka nikuone ukitokeza kwenye maisha yangu. Mungu hatanyamaza. Mungu hatanyamaza. Ndio maana anasema usinyamaze, usitulie. Maombi ni mawasiliano. Ule usumbufu unaompa lazima atakujibu tu. Umeshasoma Luka 18. Ombeni siku zote pasipo kufanya nini? Msikate tamaa pasipo kukoma. Msikate tamaa. Anatoa mfano wa mjane alivyokuwa anamsumbua yule mwanasheria, lakini baadaye mpaka akatendewa haki yake. Akasema ijapokuwa simchi Mungu, lakini kwa namna alivyonisumbua, acha nimpe tu haki yake. Kwa nini sisi hatuombi hivyo? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aya, kwa muktadha wa kimamlaka, sema kimamlaka. Sijui kama mnanielewa. Nimeongea kwa muktadha maeneo matatu, si ndio? Kwa muktadha wa kimamlaka, maombi maana yake ni maombi ni ufunguo unaotumika kufungua na kufunga, kuyafungulia mambo ya mbinguni yaje kwenye ubinadamu, yaje kwenye ulimwengu wa mwili, na kuyafunga mambo ya rohoni yasiyotoka mbinguni yasije kwenye ulimwengu wako wa mwili. Maombi ni ufunguo. Maombi yanaweza kuamrisha hali ya hewa ikachange. Yakobo ile sura ya 5 mstari wa 16 mpaka wa 18. Na malizia hapo tuingie kwenye maombi sasa. Yakobo sura ile ya 5 mstari wa 16 mpaka wa 18. Yakobo sura ya 5 mstari wa 16 mpaka wa 18. Unisikilize. Yakobo sura ya 5 mstari wa 16 mpaka ule wa 18. Mstari wa 16b, au tuanzie 16 tu. 16 anasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Haya, b yake inasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena,
mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Sikiliza hiyo sentence. Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, anachoka kama sisi, lakini aliomba kwa bidii. Sasa ukisoma kwenye Wafalme huoni mahali anaomba. Unaokuja kuona anapoomba wakati anaruhusu mvua ije, lakini wakati anaizuia mvua utaona akitamka neno la kimamlaka. Anasema mvua haitanyesha kwa miaka 3, na anasema kwa neno langu. Manake yule ni mamlaka inatumika. Sasa maombi kwenye muktadha wa kimamlaka ni ufunguo. Manake Eliya alifunga mbingu zisiruhusu mvua, akalifunga anga kwa maombi, alafu ilipofika muda akalifungua anga kwa njia ya maombi. Kwa hiyo maombi ni ufunguo kwa muktadha wa kimamlaka. Maombi ni ufunguo wa kufungulia na kufunga. Kuna vitu unataka kuvifungulia kwenye maisha yako, jifunze kuomba. Jifunze kuomba. Jifunze kuomba. Kuna vitu unataka kuviruhusu vilivyo vizuri kwenye maisha yako, jifunze kuomba. Kuna vitu unataka kuvizuia kwenye maisha yako, kwenye familia, kwenye kanisa, jifunze kuomba. Jifunze kuomba. Sasa nimekuonyesha mambo matatu kwenye muktadha katika pande tatu. Muktadha wa kimamlaka, muktadha wa kimahusiano, muktadha wa vita, si ndio? Vita ya kiroho. Nimekuonyesha maombi yanavyotafsiriwa. Sasa mwalimu, kwa nini tunaomba? Unisikilize. Unisikilize. Fungua Luka 11. Fungua Luka 11. Namalizia hapo tuingie kwenye maombi sasa. Fungua Luka 11. Fungua Luka 11. Fungua Luka 11. Luka 11 ule mstari wa 9. Luka 11 mstari wa 9 hadi wa 13. Anasema, nami nawaambia, ombeni nanyi mtafanya nini? Nanyi mtafanya nini? Nami nawaambia, ombeni nanyi mtafanya nini? Kwa kanuni mojawapo ya kupewa na Mungu ni kufanya nini? Kanuni mojawapo ya kupewa na Mungu ni kufanya nini? Kanuni mojawapo ya kupewa na Mungu ni kufanya nini? Maana yake unataka afya njema, fanya nini? Fanya nini? Omba. Ombeni nanyi mtapewa. Tena Yesu anasema, nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Angalia mstari unaofuata. Anasema, kwa kuwa kila ombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Aombaye hupokea, hupokea, hupokea. Asiyeomba hautaki kujibu. Aombaye hupokea, asiyeomba hapokei. Naye atafutaye huona, na abishaye atafunguliwa. Angalia mstari unaofuata. Maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanaye akimuomba mkate atampa jiwe? Akimwomba samaki, badala ya samaki atampa nyoka? Au akimwomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu zawadi nzuri, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamuombao? Hatazidi sana. Okay, kumbe unagundua, kumbe maombi yanamleta Roho Mtakatifu. Haleluya. Hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu. Kumbuka kwenye somo letu, kujaa neema na nini? Na uwezo, ambao huko kujaa neema na uwezo kunaletwa na nani? Roho Mtakatifu.
kunaletwa na ujazo wa Roho Mtakatifu. Nilikwambia. Sasa kanuni mojawapo, ikiwa tunataka kujaa neema na uwezo, sio tu kujifunza na kujua. Hapa inatuambia ombeni nanyi mtapewa. Wale wanaoomba usiku na mchana, Baba wa mbinguni atazidi. Biblia inasema atazidi. Unaona swali lilouliza, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamuombao? Maana yake kwa lugha nyingine atazidi sana. Maana yake aliwapa, lakini ataendelea kuwapa, kuwajaza, kuwajaza. Ndio maana kadiri unavyoomba unajazwa ndani yako Roho Mtakatifu. Kadiri unavyoomba unajazwa. Asikudanganye mtu. Ni kweli kuna yale maombi ya kuombewa pokea ujazo, lakini nataka nikuhakikishie ujazo wa uhakika ni ule ambao kadiri unavyoomba unajazwa. Utajazwa ukiwa nyumbani, utajazwa ukiwa kitandani pako, unajazwa ukiwa kazini, unajazwa ukiwa unatembea, unajazwa ukiwa kanisani, unajazwa mpaka unafurika. Roho Mtakatifu anajaa, anaanza kumwagika. Akianza kumwagika, ndio matokeo halisi makubwa unaanza kuyaona kwenye maisha yako. Lakini siri ni nini? Maombi. Sema maombi. Sema maombi. Kama umeelewa sema amen. Kama umeelewa sema amen. Na ninajua hapa kuna vita. Kwenye swala la kuomba kuna vita. Wengi wanaweza kuomba hapa kanisani, nyumbani ya muombi. Nyumbani unaomba kama vile unataka kula chakula. Bwana Yesu, wewe nifunike tu, naenda kulala. Amen. Bwana anajua mimi nalala kwa imani, kwa hiyo lazima niombe sana kwa jina la Yesu. Amen. Ni kweli utalala salama na utamka kesho salama, lakini kuna vitu unamisi. Kuna vitu Mungu anaongea na muombaji aliyejicommit, aliyekuwa committed kwa, ambaye ametoa commitment, amejitoa kikamilifu. Anaweza akaamka usiku akaacha kitanda, asubuhi anaweza akaamka akaomba. Hamtalingana, hamtafanana. Ndio unasikia mtu anaanza kuchanua kwa sababu ya maombi. Kama umenielewa sema amen. Uko tayari kuomba sasa? Uko tayari kuomba mtu wa Mungu? Uko tayari kuomba? Uko tayari kuomba? Nimekupa utangulizi uelewe. Kwenye somo la kujaa neema na uwezo tunamhitaji Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakujaje? Kwenye kuomba. Na kanuni mojawapo ya kuomba, maombi kama ufunguo, ni maombi ambayo unahitaji kuomba kwa bidii. Yani nikikwambia omba, usishangae. Maneno yakiisha mdomoni, anza kusema Yesu nisaidie, Yesu ninaomba hili. Rudia hata kama ni mara 100. Yesu anasikia. Yesu anasikia. Yesu anaona moyo wako. Usiseme mimi maneno yameisha. Rudia. Endelea kusema tu Yesu nisaidie, Yesu nisaidie. Kama unaombea kanisa, Yesu saidia kanisa lako, Yesu saidia kanisa lako, Yesu saidia kanisa lako. Roho Mtakatifu saidia kanisa lako, Roho Mtakatifu saidia kanisa lako, 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 saidia kanisa lako Bwana, saidia kanisa lako. Unarudia hata kama ni mara 100. Believe me, utakapofika ikiwezekana mara ya 500, nguvu iliyoko ndani yako sio ya kawaida saa hiyo. Lakini ulikuwa ukisema tu Roho Mtakatifu saidia kanisa. Umenielewa ninachosema? Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Mando robos. Sikiliza, ili ni kongamano la kimaombi. Na ndio maana nimekufundisha maombi hapa. Ukienda nyumbani usilale. Na kwa kuwa tumeanza leo, unisikilize agizo la leo. Leo tunaomba kwa ajili ya kanisa. Kesho ni weekend.
Kama watoto wako au wajukuu wako hapa mjini, walete kesho. Maombi ya familia, hiyo hatuachi. Maombi ya familia. Na kesho tunakuja kudili na misingi ambayo adui anaitumia kama mlango wa kushambulia familia. Na lazima tupindue mambo kwenye ulimwengu wa roho. Tutapita kwenye maeneo yote haya kwenye muktadha wa kimaombi. Maombi kama ufunguo, maombi kama silaha. Kwa tutapita kote, tutapigana vita ya kiroho kwa ajili ya familia zetu, lakini tutapita kama ufunguo kuyafunga tusiyoyataka na kuyafungulia tunayoyataka, kwa watoto, kwa familia, kwa ndugu, kwa watu wanaotuzunguka. Na tutatumia jina la Yesu. Ni kwa jina la Yesu kila goti linapigwa. Mizimu inapiga goti, mapepo yanapiga goti, mashetani yanapiga goti kwa jina la Yesu Kristo. Tutaomba hapa. Kwa ujiandae. Tumeanza leo kongamano. Kesho tunawahi mapema kusimama. Mnanielewa watu wa Mungu? Sijajua kwaya kama zilianza kuimba saa 9. Kesho zianze saa 9. Wahudumu muwahi, kesho ni weekend. Si sawa? Muwahi mapema. Saa 8:30 mkifika hamna shida. Zimebaki siku 2. Jitolee tu kwa ajili ya kongamano hili. Jitolee tu. Saa 8:30 ukifika, biashara zako Jumatatu utaenda kama kawaida, wala hamna shida. Lakini hebu hizi siku 2 zipe thamani ya viwango vya kifalme. Jitolee kwa uaminifu. Omba mbele za Mungu. Lia mbele za Mungu. Takugusia kesho kitu kingine kidogo tu. Alafu nitagusia na kujana neema na uwezo. Alafu tutaingia kwenye maombi. Tutakuwa angalau na muda mrefu wa kuomba kuliko leo. Ndio maana nimesema tuwahi. Saa 10:30 inatakiwa nisimame. Sio saa 10:30 praise mnaanza kuimba. Saa 10 kamili mwanze kuimba. Saa 10:30 nisimame. Kwa sababu ni maombi na maombezi. Haleluya, haleluya. Uko tayari kuomba? Sasa unisikilize tunapoenda kuomba maombi haya kwa ajili ya kanisa. Tutakapokuwa tunaingia kuomba maombi haya, kabla tujaingia tunaanza sisi wenyewe kujiombea. Tutakapoingia kuomba maombi haya unisikilize. Kuna watu hapa ambao wamekuwa wakipigwa vita kwenye eneo la kimaombi. Roho Mtakatifu anaenda kufunua hicho kisima ili uwe unatiririka hata ukiwa peke yako. Unanisikia ninachosema? Uwe unaomba na amua moyoni, mtu wa Mungu. Amua kuchukua hatua. Mungu hata kulazimisha. Amua. Na uzuri leo hapa tuna mkesha na askofu atakuwepo. Kwa ninakukaribisha pia kwenye mkesha. Si nimekufundisha kwamba kuna kitu fulani unahitaji kuwepo kwenye mkesha, ndio kinajengeka ndani. Na kukaribisha. Leo tuna mkesha mkubwa na watu wengi utawaona hapa. Wengine ambao hawajapata nafasi ya kuja saizi watakuwepo hapa. Na tutakuwa na kusifu kweli kweli. Na tutakuwa na neno la Mungu. Alafu tutakuwa na maombi ya kitaifa. Tunaomba hapa. Na huu mkesha ufanywe tu hapa. Na mikoa mingine nafikiri wanafanya huo mkesha. Wanafanya. Kwenye kanda zima hii wanafanya mkesha siku ya leo. Kwa lazima na sisi tufanye mkesha. Tutaomba. Wengine wamefunguliwaga wakiwa kwenye maombi ya mikesha kama hiyo. Anatoka anakuwa ni mtu mwingine kabisa. Kwa hiyo ninakualika na Mungu akutie nguvu katika jina la Yesu. Saa 3 kamili tunaanza, mama askofu. Saa 3 kamili hapa patawaka. Lazima Bwana aonekane. Sema Bwana aonekane. Kwa mwalike na mwingine, hapa patawaka moto. Mwambie jirani yako, hapa patawaka moto hapa. Ndio maana nimekupa introduction ya kimaombi. Patawaka moto hapa. Kama kuna vitu vilikuwa vimekufa ndani yako, vitaamka. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Sasa nataka tuende kwenye maombi. Uko tayari eh? Uko tayari eh? Uko tayari eh? Mbona siwasikii wale watoto wa Mungu wanaelewa kwamba maombi wanaoanza kuomba leo yataleta nuru kwenye maisha yao, yatafungua, yatasababisha haki iliyocheleweshwa ije kwa spidi kuwafuata. Mbona sijaona hao watu wamechangamka kwamba maombi yanafungulia mlango wa haki yako? Haleluya, haleluya. Kama unaelewa sema amen. Changamka bwana. Ukianza kushindwa sasa hivi, sasa tukianza kuomba sutashindwa. Changamka. Haki yako lazima uipambanie. Mwambie Bwana aingilie kati. Usikae kizembe. Na hata ukiona nguvu za Mungu zinatembea, kuna watu wanalipuka mapepo, usihangaike nao.
wahudumu watakuwa wanawasaidia na Roho Mtakatifu atakuwa anasaidia watu hao. Unaweza kushangaa mwingine anatapika, usihangaike naye. Usihangaike naye. Nimekuambia hili ni kongamano, chochote something is going to happen. Na ndio maana kesho tutakapokuwa tunaombea familia lazima tuombe tudili na issue mbalimbali kama magonjwa. Kuna aina ya magonjwa yanatesa watoto wa Mungu na kanisa la Mungu na watu waliookoka. Lazima tudili nayo. Hata kama hujayapata wewe, huwezi jua kwa nini wengine wamekutana nayo na wewe inawezekana huko mbele za usoni. Sasa lazima uzuie kabla hayajatokea. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Sasa tunaenda mbele za Mungu. Inawezekana kuna vitu tumeviruhusu kwa sababu ya uzembe wa kutokuomba. Mungu ametuweka kuwa walinzi, lakini kuna vitu hatukulinda. Hatujawa watu wenye kumkumbusha Mungu effectively. Hatujayatumia maombi pasavyo. Sasa tunaenda mbele za Mungu kwa toba. Mwambie Mungu nirehemu. Kama kuna mahali nilifika nikawa mzembe, nikaanza kuzofika kimaombi, nisamee na unisaidie tena na uniinue tena. Haleluya watu wa Mungu. Sijui kama tunaweza tukaimba dakika moja. Najua dakika zimesogea, dakika 2 tu. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Imba, toa sauti.
Yasamehe dhambi, damu ya Yesu inatutakasa, damu inatutakasa, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, oh, inatutakasa, inatutakasa, damu inatutakasa, oh, inatutakasa, damu inaleta ushindi, inaleta ushindi, damu ya Yesu inaleta ushindi, 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 oh, hiyo damu inaleta ushindi, tuliupata kwa msalaba ushindi, hiyo damu ya Yesu inaleta ushindi, inaleta ushindi, inatengeneza, inatuneza moyo, yatengeneza moyo, yatutengeneza damu, yatengeneza damu ya Yesu, damu yatutengeneza, aya, 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 yatutengeneza, aya, 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 damu tengeneza, damu ya Yesu, damu ya Yesu yatutengeneza. Inua mikono yako juu mbele za Bwana. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inatutengeneza. Damu ya Yesu inatutakasa. Omba ili ombi kwa bidii sana. Na maanisha toka moyoni mwako, na nguvu za Roho Mtakatifu zitakuwa zikipita ndani yako. Wengine atasikia machozi mengi, wengine atasikia kama vile umeme ndani yake. Toba inamfungulia Roho Mtakatifu kuoperate. Napoachilia moyo wako mbele za Bwana, oh, mbingu zinafunguka. Maombi ni ufunguo, na jambo jipya linaanza kutendeka saa hiyo. Na usihangaike na jirani yako, kwa sababu uweza wa Bwana utapita ndani yake. Maombi yanafungulia uweza wa Bwana kupita. Maombi yanasababisha nguvu za Mungu kama mito, kama mafuriko. Nguvu za Mungu kama mafuriko zinaanza kumiminika na kupita, zinamwagika kama mvua ya masika. Mtu aliyejiachilia kwenye maombi, moyo wake unapojiachilia, nguvu za Mungu zinashukaga kama mafuriko, kama mvua ya masika. Kando rubusi. Jiachilie tu mbele za Mungu. Fuatana na mimi maombi haya. Wala usihangaike na mtu wa hudumu atahangaika naye. Haya maombi sio ya kawaida, hili ni kongamano, ukumbuke hilo. Sema, Ee Roho Mtakatifu. Toa sauti yako kwa nguvu hata ikiisha, maadamu imeleta matokeo. Roho Mtakatifu saa nyingine anatumiaga sauti yako kama silaha kwenye ulimwengu wa roho. Anaifanyia kitu kinaitwa magnification. Sema, Ee Mungu ria hai, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa rehema zako, asante kwa huruma zako. Umenipa neema jioni ya leo kuwepo kwenye ibada hii ya kikongamano. Nimesikia neno lako juu ya maombi. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana kwa kusema na mimi katika jina la Yesu.
nimesikia neno lako ya kwamba sipasi kunyamaza ili haki yangu itokee kama mwangaza, na wokovu wangu kama nuru ing'aayo, katika jina la Yesu. Nimesikia kwa neno lako kwamba maombi ni ufunguo. Nina uwezo wa kufungulia yale yaliyokusudiwa kwangu yakanijilia, na nikafunga yote yaliyo mabaya yanayotoka kwa adui, yanayotoka kuzimu, kwa njia ya maombi. Baba, nimesikia neno lako. Baba, nimesikia neno lako, na jioni ya leo ninanyenyekea kwako, wewe uliye mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu zote. Ninanyenyekea kwako, ninaomba toba kwa ajili yangu, ninaomba toba kwa ajili yangu. Unisamehe Bwana, wewe unajua namna ambayo nimekuwa dhaifu kwenye eneo la maombi. Nimekuwa dhaifu, nimekuwa mzembe. Ninaomba toba kwa jina la Yesu. Ninatubu Bwana, unirehemu jioni ya leo. Unisamehe jioni ya leo. Unisamehe jioni ya leo. Unisamehe jioni ya leo. Unisamehe Bwana, ninarejea kwako kwa upya kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, nisaidie sasa. Nimeinua mikono yangu, ishara ya kusalenda, ishara ya kunyenyekea. Mimi sina mwingine ila wewe Bwana. Nimenyanyua mikono yangu, ishara ya kusalenda, ishara ya kunyenyekea. Ninakuhitaji wewe, ufufue ndani yangu hali ya kiroho kwenye eneo la maombi. Fufua ndani yangu nguvu ya maombi kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, dhihirika ndani yangu. Ninakuomba Bwana, dhihirika ndani yangu, achilia ndani yangu roho ya neema, roho ya kuomba, uwezo wa 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 kuomba unaotoka kwako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana, 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 nenda mbele za Bwana. Paza sauti yako, ukisikia kupiga magoti, ukisikia kunyenyekea vyovyote vile, lia mbele za Bwana. Mlilie Mungu, mwambie Mungu nikumbuke, mwambie Mungu nikumbuke, mwambie Mungu nikumbuke, mwambie Mungu nikumbuke. Ukisikia kusimama, simama, lakini omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana. Maombi ni ufunguo, maombi ni mawasiliano, maombi ni mahusiano, maombi ni mahusiano, maombi ni mahusiano. Mwambie Bwana niko hapa, mwambie Bwana niko hapa, mwambie Bwana niko hapa. Nirehemu tu Bwana, nisaidie tena, ule moto uliozima ndani yangu upate kuwaka tena, upate kuwaka tena, upate kuwaka tena. Ule moto wa maombi, ule moto wa maombi, ule moto wa maombi, ile shauku ya kuomba iliyopotea ileje ndani yako. Mlilie Bwana, mwambie Bwana nisaidie. Kwa nini mara hii nikiwa kwenye maombi ninajikaza sana, ninatumia nguvu za mwilini? Ule uwezesho wako umekoma ndani yangu. Nisaidie, 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 nisaidie. Yeye amekuahidi kukusaidia, yeye ameahidi kukusaidia, amesema nitakusaidia. Mwambie nisaidie Bwana, nisaidie Roho Mtakatifu, nisaidie Bwana, nisaidie Roho Mtakatifu.
Omba mbele za Mungu, ria mbele za Mungu aliye hai, 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 ria mbele za Mungu aliye hai. Mwambie Roho Mtakatifu, ninakuhitaji, ninakuhitaji Bwana. Achilia roho ya maombi, achilia roho ya maombi, achilia roho ya maombi, achilia nguvu ya maombi. Amsha nguvu ya maombi, amsha, amsha Bwana, amsha Bwana, amsha ndani yangu, amsha ndani yetu, amsha kwa kanisa lako, amsha kwa watoto wako hawa, amsha hiyo nguvu, amsha hiyo nguvu, amsha hiyo nguvu, amsha hiyo nguvu kwa ajili ya familia zao, kwa ajili ya maisha yao, kwa ajili ya kazi zao. Amsha hiyo nguvu, amsha hiyo nguvu, amsha hiyo nguvu, amsha, 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 amsha hiyo nafsi kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Kando robosi, kando robosi, kando robosi, kando robosi, risatara pakora, rimatara basaya, rikokondo robosa, rikatara basaya, rikondo robosa, katika jina la Yesu. Roho wa Bwana, ninakusihi peke yako, fufua tena, fufua tena, fufua tena, fufua tena, fufua tena, fufua tena. Waamshe wanawake, waamshe vijana, waamshe, 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 waamshe kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Kando roboso. Endelea, 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 usiache. Endelea, usiache. Endelea, usiache. Raba shanda rabako. Kama umejaliwa kunena kwa lugha, nena, nena, nena. Endelea, usiache. Ita Yesu, ita Yesu, ita Yesu kwenye maisha yako. Ita Yesu. Kuna vitu vinafufuka, kuna vitu vinafufuka. Kila kilichokufa, hiyo hali ya kimaombi iliyozofika ndani yako, hata uwezi kusimama mwenyewe kwa ajili ya familia yako, Bwana apite kwenye moyo wako. Anafufua, 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 anafufua. Wewe hutakiwi kuwa mateka, wewe hutakiwi kuwa mateka, wewe hutakiwi kuwa mateka, wewe hutakiwi kuwa mateka, hutakiwi kuwa mateka wa giza, wewe hutakiwi kuwa mateka. Bwana anafufua, Bwana anafufua, Bwana anafufua, Bwana anafufua, Bwana anafufua. Wewe ni chombo chake kinachotakiwa kufikisha milima, 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 milima. Wewe ni chombo chake kinachotakiwa kuwa na nguvu ya kufikisha milima. Omba mbele za Bwana, ria mbele za Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, ninataka jambo jipya ndani ya moyo wangu, ninataka jambo jipya. Riumbike, 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 riumbike. Mando robosa, risatarapagora, ritarabasa, rikokotorobosa, rikantarabasia, rindoria tarabasa, rimatarabagora basia. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Dio, 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 dio. Iko nguvu inapita kwenye nafsi yako, kwenye mwili wako, kwenye roho yako. Endelea kuomba, endelea kuomba.
ukawaida unaondoka, mazoea yanaondoka, unavuka mstari wa mazoea, unavuka mstari wa ukawaida, unavuka mstari wa mazoea. Kando robosa risatara pakora rimantara pasaya rikokonto robosa rikantara basia rimandara basanda rindoria darabasa. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Endelea, endelea. Kuna moto, kuna moto ndani yako utawaka. Endelea, endelea, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Mimina moyo wako kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Mando robos risatara bakora rindo robosa risatara bakora basi riko kondo robosa rikatara basanda rikondo robosa dara bakora ridarabasa rindo robosa rimandara bakora basi kando robosi kirianta riko konto robosa rikatarabasia rikotarabasanda rikotorobosa rikatarabasia kando yantarabasa rito yantarabasia rikotarabasaya kando yanta rimatarabakora rikokontorobosa rikakantarabasia risatarapako rikatara rimatara rido yantarabasa rikokontorobosa rikata rikatara pasa rikotorobosa rikatara pasi rimata ridoria tarabasa ridoria tarabasa ridorobosa rimadara bakora rikotorobosa rikatara pako rikatarabasa rikotorobosa rikatarabasia ridarabasa ridorobosa 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 mandoria tarabakara rikoto rikatara rimadara ridorobosa rikatarabasa rikokotorobosa rikatarabasia rikotarabasa kandorobosa 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 rabashatarabakora rabashatarabakora ribatarabasaya kwa jina la Yesu kandorabasa rikotorobosa rikatarabasi rikotorobosa rimatara pakaya ridorobosa ridorobosa. Unaondoa udhaifu ndani yetu, udhaifu we Bwana, ule unyonge unaondoka, ule unyonge unaondoka, ule unyonge unaondoka, kule kuzima kunaondoka. Moto wako Bwana uachiliwe kwa upya kwenye mioyo yetu, kwenye roho zetu, kwenye mioyo yetu, kwenye roho zetu. Moto wa maombi, 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 moto wa maombi kwa jina la Yesu. Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Endelea, endelea. Unganisha moja kwa moja na maombi haya ya kanisa. Mandorobos. Endelea, usiache. Kuna nguvu inatembea. Kuna mahali Roho Mtakatifu akufikisha. Hautarudi ukiwa wewe. Endelea, endelea kuomba. Endelea kuomba. Hii ni safari kwenye ulimwengu wa roho. Hii ni safari kwenye ulimwengu wa roho. Hii ni safari kwenye ulimwengu wa roho. Endelea kuomba, endelea kuomba. Hii ni safari kwenye ulimwengu wa roho. Hii ni safari kwenye ulimwengu wa roho. Hii ni safari kwenye ulimwengu wa roho. Nilikwambia hata kama hujui kuomba, endelea kusema Yesu nisaidie. Hii ni safari kwenye ulimwengu wa roho. Hii ni safari kwenye ulimwengu wa roho. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Endelea kuomba, mtu wa Mungu. Endelea kuomba. Hautaki kuwa mnyonge. Hautaki kuwa dhaifu wewe. Hautaki kuwa mnyonge. Roho Mtakatifu anatengeneza ndani yako. Anazisuka hizo nyaya. Anafanya installation. Endelea kuomba. Anafanya installation. Anasuka huko ndani. Anakutengeneza huko ndani. Wewe endelea kuomba. Kuna matengenezo yanaendelea. Kuna kusukwa upya. 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 Hizo nyaya zilizokuwa zimekatika za mahusiano, za mawasiliano, zinasukwa upya ndani yako. Zinasukwa upya ndani yako. Zinasukwa upya ndani yako. Zinasukwa upya ndani yako. Kuna mtu anainuka kutoka ndani yako. Yule aliyekuwa amelazwa, yule aliyekuwa amezimia, anainuka sasa. Huyu aliyezimishwa na mapito, huyu aliyekuwa amezimiwa na changamoto, anainuka kutoka ndani yako. Ule uchungu uliokuzimisha hautabakia ndani yako. Unasukwa upya. Unasukwa upya. Unasukwa upya. Unasukwa upya. Endelea, endelea, endelea. Unasukwa upya. Unasukwa upya ndani yako. Unasukwa upya ndani yako. Unatengenezeka kwa njia ya Roho Mtakatifu. Unatengenezeka huko ndani. Unatengenezeka huko ndani. Unatengenezeka. 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 Takataka zilizokuwa zimekaa zinaondoka kwenye ufahamu wako, kwenye moyo wako. Kila takataka zinaondoka. Hizo zilizozimisha moto zinaondoka. Kila unajisi unaondoka. Endelea kuomba. Unatengenezeka. 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 Yule mlinzi ambaye alikuwa ameondolewa kwenye nafasi, anatengenezeka na kurejeshwa. Analejeshwa. Analejeshwa kwenye nafasi yake, kwenye familia, kwenye familia, kwenye kanisa, kwenye kanisa, kwenye kanisa, kwenye kanisa, kwenye familia, kwenye familia. Mapepo hayatakuzuia. Mapepo hayatakuzuia. Mapepo hayatakuzuia. Mbingu zimefunguka. Anga limefunguka. 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 Yes, 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 yes. Unawishwa, 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 unawishwa. Yes, unawishwa. Yes, unawishwa. Yes, unawishwa kwa jina la Yesu. Yes.
Endelea kuomba, omba uamsho kwa kanisa. Kalama na vipawa, omba uamsho kwa kanisa kama mwili wa Kristo, kama madhehebu yote. Omba kwenye kanisa lako, omba uamsho. Nguvu za Mungu zilitembelee kanisa lako kwa upya kabisa. Kwenye madhabahu, amsha vipawa kwenye kanisa lako. Omba roho ya uamsho, omba roho ya upendo na umoja, omba roho ya upendo na umoja. Kataa faraka, kataa chuki na fitina, kataa chuki, kataa uzembe kwenye kanisa lako. Omba, wainuke waombaji kwenye kanisa lako, wainuke wainjilisti, wainuke walimu, wainuke wachungaji, wainuke waombaji ambao wataomba kwenye kanisa lako. Omba uamsho, kazi iliyolala ndani ya kanisa lako Bwana aifufue, Bwana aiamshe, Bwana amshe vipawa, Bwana amshe karama, Bwana achilie nguvu zake, achilia. Omba pembeo nguvu za Bwana, omba roho ya upendo, omba roho ya umoja, omba kanisa kukaa kwenye nafasi yake, Omba mtu wa Mungu, omba, taja mbele za Bwana, taja, ndio tunamaliza. Omba mbele za Mungu aliye hai, Omba, ndio tunamaliza. Ninyi roho mlioteka hatima ya binti huyu, nazungumza na ninyi kwenye ulimwengu wa roho. Ilo agano lililomteka, aya, mliingia kwa njia moja. Ninafuta mkataba wenu, ninafuta huo mkataba. Andaa sadaka yako, shika sadaka yako. Wakati mama askofu atakuwa anakaribia hapa nikikuongoza haya maombi, atakaribia hapa kwa ajili ya kuombea sadaka yako na kukutakia baraka za Bwana. Jesus. Kama umeandaa sadaka, simama. Fire. Jesus. Nafsi, ninaamuru hiyo nafsi, mshike tu hapo ninapoongoza haya maombi, msimwachie. Simama kwa miguu yako, simama. Kumbuka siku ya kesho kuwahi. Nimekuambia na usisahau ukienda nyumbani, maombi ni ufunguo. Kwa umefunga masaa 12, afu ndio nakisikia hapa moyoni, mama askofu, sadaka ya kesho. Nilikuwa nasikia bahasha, sijui kama zipo. Umeandaa bahasha? Bahasha zipo mama? Ninapoongoza haya maombi, si wanaweza wakazileta? Hakikisha unachukua bahasha kwa ajili ya maombi ya kesho. Asante kwa ajili ya bahasha hizi. Hivi ni vibebeo vya sadaka. Kupitia damu ya Yesu na viunganisha na madhabahu yako ya mbinguni. Kila anayechukua, Mungu, upako wa Roho Mtakatifu uwe juu yake, kushughulika na kila haja ya moyo wake. Kuna mambo mengine watu hawawezi kueleza, hawawezi kuongea, lakini ninakuamini sana wewe Mungu. Hata giza liwe refu kiasi gani, liwe na muda mrefu kiasi gani, lakini saa ya nuru kupambazuka lazima itafika. Ifanye iwe saa ya familia hii, iwe saa ya watoto hawa, iwe saa ya mama huyu, iwe saa ya baba huyu. Mapambazuko ya nuru yako kwenye maisha yake, maisha ya kiroho, maisha ya kiuchumi na maisha ya kifamilia. Asiwe mateka tena katika jina la Yesu. Kwa kuwa anachukua bahasha hii na sadaka yoyote utakaomuongoza kutoa kwa imani, ikaandikwe kwenye madhabahu yako, Bwana ya mbinguni, na ikanene yaliyo moyoni mwake, akapokee majibu
nipe neema ya kufanya kwa imani na wala sio kwa mapokeo wala kwa mazoea. Nimeziweka wakfu hizi bahasha na upako wa Roho Mtakatifu uko juu yake katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hizi bahasha wakati watakuwa wanatoa sadaka, kila mtu atakuja kuchukua sadaka ina kipimo. Msikilize Mungu ndani. Mungu anaweza akataka upeleke kuku, wewe ukatafuta 2,000 ukapeleka, unabishana naye. Kwenye Agano Jipya tunatoa kulingana na mwongozo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Msikilize Roho, afu njoo utoe sadaka. Chukua bahasha vile unavyoweza kwa imani, afu utaweka kile ambacho Mungu anakuongoza. Sadaka sio hela tu, sadaka ni kile Mungu anataka umtolee, sio hela tu. Amen. Na ndio sababu nimekuambia uje uchukulie madhabahuni bahasha. Hatua ya kutoka hapo kuja kuchukua ni hatua ya kiimani. Nilipokuwa mdogo nilijifunza wakati mwingine unachukua bahasha hata ujui utatoa nini. Usiku mzima ulali unawaza tu, nimechukua bahasha na sina hela, Mungu nitatoa nini? Unaamka asubuhi, Mungu anakupa kitu cha kawaida sana ambacho kibinadamu usingewaza kumtolea. Afu unabeba kile kitu unapeleka mbele za Mungu. Mungu anafurahia, unasikia mpaka moyoni kufunguliwa. Sadaka sio hela tu. Sadaka ni kitu Mungu anakusukuma. Na ikiwa ni hela, sio hela tu ili mradi. Lazima muulize Mungu kiwango. Nataka kutoa kwa ajili ya maombi ambao ninayapeleka mbele za Bwana kifamilia na maisha yangu ya kiroho. Nitoaje? Muulize Mungu. Nasikia ndani yangu mmoja akisema, mwalimu, mimi nimetoa sadaka sana. Kama ulize Cornelio, alikuwa anatoa sadaka nyingi, lakini saa ilifika ya majibu ya maombi yake. Usifikiri unapotoa Mungu aoni. Endelea kutoa kwa uaminifu. Ukisikia Roho Mtakatifu anasema na wewe toa tena, toa tena, toa tena. Uwe kama Cornelio. Cornelio hakuhesabu ametoa mara ngapi. Ndio maana Biblia inasema sadaka nyingi. Saa ilipofika, malaika akaja akamwambia, sadaka zako zimefika mbinguni, na kwa ukumbusho. Kwa usipuzie. Hii ainaga ya mtumishi, ainaga sijui nani. Mtu yoyote aliye na moyo wa kumtolea Mungu, kuna vitu anapokea kutoka kwa Mungu. Ukisema mimi ni mtumishi, mimi ni mwombaji, mimi ni mwalimu, issue ya sadaka ukaipuzia, unatafuta kukauka, kupoteza mwelekeo. Nataka tuombe, afu nitamkaribisha Mama Askofu atuombe. Nyanyua mikono yako juu. Mwalimu, nataka tuombe nini? Nataka nikuombe, nimesikia kwa mzigo sana juu ya nguvu ya umateka. Nguvu ya umateka. Mtu anayetekwa maana yake ni mpinzani wa hiyo nguvu. Ameokoka, anapingana na majeshi ya kuzimu. Wanamtengenezea mtego wa kumteka. Sasa wengine wanatekwa ofisini kwao, wengine wanatekwa kupitia vyakula, wengine wanatekwa kwenye mitaa wanaoishi. Akiwa mahali pengine anaweza kuomba, lakini akirudi nyumbani hawezi kuomba, kwa sababu lile eneo la mtaa wao wamemteka, hafurukuti. Nataka nikuombee, nataka uombe, kataa hiyo nguvu ya umateka kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu akupe uhuru mahali popote utakapokuwa. Uwe na uwezo wa kuwa na nguvu za kiroho na kuomba bila kuzuiliwa na chochote. Kama unanielewa sema amina. Nyanyua mikono yako juu. Sema Roho Mtakatifu. Hii ni vita ya kiroho, nataka uombe kikakamavu, kwa sababu ninajua kuna nguvu nyingine zitaliakti hapo sasa hivi. Nguvu ya umateka. Unaweza ukatumikishwa na upendi kutumikishwa, lakini nguvu ya umateka, na Yesu alisema msalabani, imekwisha. Alimaanisha imekwisha. Sema Mungu ria hai, katika jina la Yesu. Bado sijasikia sauti za askari wa Yesu. Sijui kama unaelewa nguvu ya umateka ilivyo mbaya. Unaweza kutengenezewa cycle, hakuna kinachoendelea kwenye maisha yako, unazunguka pale pale. And you are a son of God. Wewe ni mtoto wa Mungu kabisa, lakini upigi hatua, umateka.
Sema, e Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, wewe ndiwe Mungu wangu uliyeniokoa mimi kupitia mwanao Yesu Kristo. Mimi ni mwanao, mimi ni mtumishi wako, mimi ni mtoto wako. E Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, kwa wingi wa huruma zako na kwa kiasi cha neema yako ulichokiachilia juu ya maisha yangu, na kupitia damu ya Yesu, damu ya msalaba iliyomwagika kwa ajili yangu, na kwa heshima ya jina lako, jina la Yesu, ambalo hilo tumepewa, ambalo kwalo tunaokolewa, ambalo kwalo tunaponywa, ambalo kwalo tunafunguliwa, ambalo kwalo tunatetewa, ambalo kwalo tunalindwa. Katika jina la Yesu ninasimama mbele zako, maana neno lako linasema umenipa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna litakalonizuru. Kwa damu ya Yesu ninayafunika maisha yangu, ninafunika familia, ninafunika kazi yangu, ninafunika roho yangu. Kila mshale, kila silaha, kila neno, kila shambulio, kila vita itakayoinuka baada ya maombi haya kinyume changu, kinyume cha familia, kinyume cha huduma, kinyume cha kipawa, kinyume cha maisha, kinyume cha watoto wangu, kinyume cha kazi yangu, haitafanikiwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Imeandikwa sawa sawa na Ufunuo 12:11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Ninaiachilia damu ya mwana kondoo kwenye ulimwengu wa roho, juu ya maisha yangu, juu ya mahali ninapoishi, juu ya mahali ninaposali. Kwa damu ya mwana kondoo na achilia damu ya Yesu ipigane vita, na achilia damu ya Yesu ipigane vita, itangue hayo maneno, hivyo viapo, hayo maagano, hiyo misingi iliyowekwa ili kuniteka. Kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Roho za umateka, sikia leo, sikia leo, nguvu ya umateka unayeteka maisha yangu, maisha yangu, ili nisiwe huru ndani ya Kristo. Sikia leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia sasa, achia sasa, achia anga lililoko juu yangu, achia sasa, achia mtani naoishi, achia nyumba naoishi, achia familia, achia nafsi yangu, achia maisha yangu. Toka kwa jina Yesu, toka kwa jina Yesu, toka kwa jina Yesu, toka kwa jina Yesu. Achia kabisa, achia kabisa kwa damu ya Yesu. Omba sasa, omba kwa dakika moja, omba, 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 omba. Achilia damu ya Yesu, achilia jina la Yesu. Omba, 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 omba. Kuna namna unapoomba kwa sauti na kwa nguvu, kuna ngome zinaanguka. Omba, 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 omba. Omba, omba, omba. Omba, omba. Wakati mama askofu anasogea mbele, omba, omba, omba. Kwa jina la Yesu Kristo, nguvu ya umateka toka, toka, toka kwenye maisha ya mtoto wa Mungu huyu. Toka, toka, toka nyumbani kwake, toka kwenye kazi yake, toka kwenye familia, toka kwenye maisha yake. Kwa jina Yesu, 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 kwa jina Yesu. Achia maisha yake ya maombi, achia maisha yake ya maombi, achia maisha yake ya maombi. Toka, 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 in the mighty name of Jesus. Endelea kidogo. Endelea kidogo. In Jesus, in Jesus, in Jesus, in Jesus,
Usikubali kuwa mateka. Omba dakika moja. Kataa hiyo nguvu. Kataa. Iapishe kwa jina Yesu. Iapishe kwa jina Yesu. Nguvu inayokuchia usingizini ukiwa umelala kwa njia ndoto, iapishe. Toka kwa jina Yesu. Kwa jina Yesu. Kwa jina Yesu. Iapishe. Iapishe. Endelea kuomba. Wakati mama askofu anatuombea hapa na kututakia baraka za jioni ya leo, kuna mtu ndani yake nasikia saa nyingine akiwa amelala na akiwa anatamani kuomba, anasikia vichomi vya kwenye mbavu na kifua kinajaa sana. Kataa hiyo hali. Kataa hiyo hali. Na kama upo unaweza ukasogea mbele. Mwingine anakuwa kama vile anakabwa kwenye koo lake, anatamani kuomba, anasikia kama anakabwa. Mwingine akiwa amelala anaona kama uzito kwenye mgongo wake. Sogea mbele wakati mama askofu anatuombea. Hiyo nguvu ya umateka inatakiwa ikuachie. Inatakiwa ikuachie. Wewe ni Bwana. Inatakiwa ikuachie. Nalihimidiwe jina lako, nalitukuzwe jina lako Jehova. Asante kwa ajili ya saa hii, asante kwa ajili ya muda huu, asante kulihudumia kusanyiko. Hakikisha unapotoa sadaka na unachukua bahasha. Asante kwa neema yako. Wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni mfalme wa wafalme. Umetenda Bwana kwa wema, umetenda Bwana kwa ukuu, umetusaidia mfalme, umetutetea Bwana, umetuwezesha mfalme wa wafalme. Lihimidiwe jina lako, litukuzwe jina lako. Utukufu ni wako Bwana. Tunarudisha sifa mbele zako, maana Bwana umetutendea, maana Bwana umetufanyia, maana Bwana umetufungua, maana Bwana umeturejesha, maana Bwana umetupa nguvu. Ninalitukuza jina lako. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa watoto wako hawa, asante hata kwa sadaka ambazo tunaendelea kutoa kwa imani. Tunaleta mbele zako na hatuleti kwa hawai yoyote. Baba, ninaomba ukapokee matoleo haya, sadaka hizi ambazo watoto wako wananyosha mikono yao kukutolea wewe. Bwana ukawabariki, Bwana ukawakumbuke wao na familia zao na uzao wao na ndugu zao, katika jina la Yesu Kristo. Yale ambayo tumeyasikia leo yakawe halisi kwenye maisha yetu, yale ambayo tumeyapokea leo yakawe halisi kwenye maisha yetu. Asante kutufungua, asante kutukubali, asante kutupokea, asante kutupendelea, asante kutujaza maarifa, asante kufungua fahamu zetu, asante kutupa akili za Roho Mtakatifu. Baba, tunakutukuza, Baba tunakuinua, Baba tunakuheshimu. Wewe peke yako, wewe ni mfalme wa wafalme. Asante kwa ajili ya vifungo ambavyo vimetushikilia kwenye maisha yetu. Asante kututoa kwenye hayo magereza ambamo tumefungwa kwenye maisha yetu. Asante Bwana, asante Mungu wa mbingu na nchi. Tunalibariki jina lako, tunalitukuza jina lako, tunaliinua jina lako. Wewe ndiwe Mungu wetu, wewe ndiwe Baba yetu, wewe ndiwe mfalme, wewe ndiwe kimbilio letu, wewe ndiwe msaada wetu, na tumekutumainia wewe ili tusiaibike milele. Iangalie aibu yetu Bwana, ukaichukue msalabani. Tumekutegemea wewe, tumekukimbilia wewe. Saa hii Bwana tusaidie, tusaidie mfalme, tusaidie Ebeneza. Wewe Mungu mwenye nguvu na uweza, wako wanaondoka saa hii Bwana, endelea kuwa pamoja nao, endelea kuwatunza wakiwa njiani, wanapoendelea na safari. Bwana usiwaache wala usiwapungukie. Neema yako Bwana ikawafunike. Asante kwa ajili ya yote yanayoendelea. Wewe ni Mungu wetu ambaye unakwenda kutusaidia. Tunahitaji baraka zako na neema yako kutufunika kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Lihimidiwe jina lako Mungu wetu. Amen. Kumbuka kuja kuchukua bahasha. Hata kama ukutoa sadaka, chukua hiyo bahasha, kesho usipate shida. Nyinyi mlioko mbele, weka mikono kifuani, nyenyekea tu mbele za Bwana. Nguvu yoyote
inayokufanya uwe mateka. Kuanzia sekunde hii na dakika hii ya sasa, ulimwengu wa roho mnasikia. Kuanzia sekunde hii na dakika hii ya sasa, huyu mwanamke, huyu binti, huyu kijana, huyu dada, kuanzia sasa ninapotamka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, nguvu ya umateka, achia fahamu, nafsi, mwili, moyo, fikra, mawazo, in the mighty name of Jesus. 1, 2, 3, toka ndani yao, toka sasa, toka sasa, toka kwenye maisha yao, in Jesus name. Kuanzia sasa pokea uhuru, pokea uhuru ndani, by the power of Holy Spirit, in Jesus. Uwe huru kijana, the mighty name of Jesus. Mshike in Jesus. Kuanzia sasa fire in Jesus. Uwe huru. Shika kifuani, shika kifuani, shika kifuani. Ninaamuru hiyo nguvu kukuachia kwenye maisha yako, kukuachia hivi ninavyosema. Chomoka, achia maisha yako, achia maisha yako. Mwambie achia maisha yako. Msogeze dada. Kuanzia sasa usiwe mateka dada, the mighty name of Jesus. Na kuweka alama ya ukombozi kwenye maisha yako, by the fire of Holy Spirit, power in Jesus. Uwe huru kwenye nafsi yako kuanzia sasa. Mungu akupe uhuru, usiwe dhaifu, in Jesus. Huyu niliwaambia muombea agano lake, si ndio? Jina lake anaitwa nani? Tunaona anateseka sana huyu dada, na anampenda Yesu. Unasikia kifuani, teseka sana, pata shida sana. Unaona, the mighty name of Jesus. Funguka. Mama, endelea tu, ngoja nimalizane. Baba, tunakubariki kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa ajili ya saa hii nzuri. Asante kwa uaminifu wako e Bwana. Asante kwa neema yako iliyokuu. Asante kwa kuwa unawapenda watoto wako. Asante kwa kuwa unawafungua saa hii, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninalihimidi jina lako Bwana, kwa kuwa wewe ni mwaminifu sana. Wema wako ni mkuu mno, uaminifu wako ni mkuu mno, fadhili zako ni za milele, matendo yako ni ya ajabu. Asante kwa saa hii Bwana kuwepo katikati yetu. Asante kwa uwepo huu kuendelea kuwa pamoja nasi. Asante kwa sababu nguvu yako iko mahali hapa. Asante kwa Roho wako Mtakatifu. Asante kwa neema hii e Bwana. Asante kufungua watu wako kutoka kwenye magereza yao. Baba, asante kuwaweka huru. Asante kuwaweka huru katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninakubariki. Ninakubariki Mfalme. Ninakuinua Jehova. Ninasema asante. Asante Mungu wetu. Asante Baba yetu. Asante Jehova. Asante, asante. Asante Mungu wetu, tunakushukuru.
tunakushukuru. Asante mfalme wa wafalme. Baba tunakushukuru. Baba tunakutukuza. Baba tunalihimidi jina lako. Wewe ndiwe Mungu uliyezifanya mbingu na nchi. Wewe ndiwe Mungu uliyetuumba. Wewe ndiwe Mungu na sisi ni watoto wako. Tunalitukuza jina lako. Tunaliinua jina lako. Asante kutuweka huru. Asante kutuweka huru. Asante kutuweka huru. Asante mfalme. Asante mfalme. Asante Bwana wa mabwana. Asante Jehova. Wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu unayeishi. Wewe ni Mungu unayetawala. Wewe ni Mungu mtenda maajabu. Wewe ni Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu. Asante Bwana. Asante mfalme. Baba tunalihimidi jina lako. Pokea sifa na shukrani Bwana. Asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa matendo yako ya ajabu. Tunajua unavyotupenda na tunazo ratiba nyingine Bwana. Endelea kutusaidia. Endelea kuonekana katikati yetu. Endelea kututetea Bwana. Tuko mbele zako mfalme. Tungali mbele zako Jehova. Tunalitukuza jina lako. Uimidiwe Mungu uliye hai. Utukuzwe wewe peke yako. Uinuliwe wewe peke yako. Sifa ni za kwako Bwana. Utukufu ni wa kwako. Hakuna mwingine ila wewe. Hakuna mwingine isipokuwa wewe. Hakuna mwingine. Hakuna mwingine. Ni wewe peke yako. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe peke yako. Wewe peke yako. Wewe peke yako Bwana. Wewe peke yako mfalme. Tunakuhimidi. 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 Tunakutukuza. Peke yako Mungu wetu. Lihimidiwe jina lako. Asante mfalme. Asante kwa siku hii. Asante kwa siku hii Bwana. Tunasema tu asante mbele zako. Tunasema tu asante Mungu kwa sababu unatenda mambo makubwa katikati yetu. Libarikiwe jina lako. Liinuliwe jina lako. Endelea kuwa na kusanyiko hili Bwana. Endelea kuwatunza watu wako. Endelea kuwa nao njiani wanapokwenda. Endelea kuwa nao Bwana kwenye nyumba zao. Amani yako Kristo ikaendelee kutawala. Tukakuone wewe katika viwango. Tukaendelee kukutafakari wewe. Ukiendelea kuleta uponyaji halisi mioyoni mwetu. Ukiendelea kuleta uponyaji halisi kwenye miili yetu. Ukiendelea kuleta uponyaji halisi kwenye nafsi zetu. Ukiendelea kuleta uponyaji halisi kwenye akili zetu. Wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu mkuu. Ninakutukuza. Ninakuheshimu. Ninakubariki Bwana wa mabwana. Utukufu ni wa kwako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tumeomba mbele zako. Katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu. Asante Baba yetu. Asante mfalme. Wewe ni Mungu mkuu.